Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Monduli Mheshimiwa Isaac Kadogo amewataka viongozi wa kuchaguliwa kuwa karibu na wananchi nyakati zote na badala yake kusubiri kipindi cha uchaguzi. Kadogo amesema hayo wakati akikabidhi sadaka ya Idi katika msikiti wa Ijumaa wa Zawiani, ikiwa ni desturi yake ya kila mara kukabidhi mkono huo wa Idi kwa kugawa vyakula mbalimbali kwa waumini wa dini ya Kiislamu wilayani Monduli. Hata hivyo, amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa miradi mingi kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake kwa halmashauri ya wilaya Monduli na kusema ameendelea kusimamia miradi hiyo kuwa na thamani ya fedha falufomane na kuiwezesha halmashauri ya wilaya Monduli kupata hati safi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Akizungumza, shehe wa msikiti wa Zawiani na mwenyekiti wa kina mama Halima Masawe wamemshukuru mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli kwa kuendelea na utaratibu wake wa kila mwaka kutoa mkono wa Idi kwa waumini wa dini hiyo. Hii ni Odonyo Media, habari karibu nawe. Mnakumbuka nilivyosimama kwenye hapa sehemu hii tena. Niliwaambia hii ni desturi yangu. Na nitafanya nikiwa madarakani na siku sipo madarakani. Mpaka siku ya mwisho ambapo Mungu amenichukua basi. Hapa kama watoto wangu watarithi, na niko na mmoja hapa, kama atarithi basi naye atakuwa analeta sadaka hii. Na nieleweke kabisa kwamba mimi ninatoa sadaka hii, sitoi kwa sababu nahitaji sijui udiwani, sitoi sijui nahitaji ubunge, la asha. Nafasi zote hizo ni za Mungu, Mungu ndo anapanga. Nieleweke kabisa kwa sababu kuna watu wengine ambao watatafsiri watakavyotafsiri, lakini mimi nataka niweke tafsiri sahihi. Kama Mungu amesema ndio, hakuna binadamu anaweza kuzuia. Kwa sababu viongozi wote wanapangwa na Mungu. Lakini mimi nitoe rai na niwaambie hususan halmashauri yetu ya wilaya ya Monduli. Niwaombe viongozi wenzangu, tuwe karibu na wananchi wakati wote. Tuwe karibu na wananchi wakati, sio wakati tunakaribia sana ndio naanza kuja. Miaka 4 yote nilikuwa mnanijua na wajua. Walimsema mnanijua na mimi nakujua. Kwa hiyo sina mali kusema leo Kadogo ndo amejitokeza sasa, la hasha. Nimekuwa na nyinyi muda wote. Na nyinyi mnaweza kupambanua hili zuri na hili baya. Niwaombe viongozi wote wanaochaguliwa na wananchi wa kisiasa, tuwe na karibu na wananchi wakati wote. Tusiwe karibu na wananchi pindi tu inapotokea jambo fulani. La, tuwe na watu ili kila mtu anakukumbuka kwa kazi kubwa unayoifanya. Muoneni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila siku anahangaika duniani kuhakikisha wanawatumikieni nyinyi wa Tanzania. Kwa nini? Ndio nafasi mliompa, ndio nafasi mliomchagua. Kwa hiyo mimi nimeshukuru kwa sababu leo kama mmeniambia shehe wangu mmemwombea Mheshimiwa Rais. Mimi nawapongezeni sana 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 kwa maombi yenu mliomwombea Mheshimiwa Rais. Kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ameitendea haki Monduli. Mimi kama mwenyekiti wa halmashauri natengeneza budget napeleka huko kwenye bunge linakwenda. Mheshimiwa Rais ametuletea hela bila ubaguzi. Na ndio sababu sisi tunatembea kama viongozi vifua mbele kusema kazi nzuri iliyofanywa na Mheshimiwa Rais. Sisi kwa nini natoa wapi hela? Natoa wapi? Hivi sasa nikamwambieni sijui nimewawekeni lami, sijui nimewajengeni halmashauri, sijui nimewajengeni, sio mimi. Mimi kazi yangu kusimamia tu. Mheshimiwa Rais analeta fedha, ametupa kazi ndogo sisi kuisimamia hizo fedha anazozileta, kutoa kitu kinachoitwa value for money. Na mimi nimejitahidi kama mwenyekiti wenu wa halmashauri kwa miaka yote 4 niliyofanya kazi chini ya Mheshimiwa Rais Mama Samia. Nimesimamia miradi yote imekwenda vizuri na salama, na na hati safi kwenye halmashauri yangu kwa sababu ya kazi nzuri tunaifanya. Kwa hiyo niwaombe shehe, tuendelee kumwombea rais. Huyu mama ni wa kipekee sana. Mimi nasema kabisa honestly kwenye ndani ya nafsi yangu. Ametendea haki Monduli. Ukiona lami inapita hapo Mama Samia. Ukienda hospitali mnakuta vifaa vya kisasa zaidi ya milioni 900 ameleta Mama Samia. Ukikaa kidogo unaona OPD pale ameleta Mama Samia. Hivi sisi tufanye nini kama sisi wengine? Sikusimamia tu. Kwa hiyo sisi tunatembea kifua mbele kuhakikisha tunamsemea kwa kazi kubwa anaendelea kufanya kwenye nchi yetu. Mimi nimezoea Kadogo sana, Capriano maarufu. Kwa hivyo sisi tunamwombea Mwenyezi Mungu kama mvua inavyonyesha hapa izidi kumnyeshea, nafikiri imeeleweka. Kama mvua inavyonyesha izidi kufanyaje? Neema mbalimbali aendelee kuzipata katika matulaba yake yote anayoyafikiria yeye na familia yake, yeye na shughuli zake. Mwenyezi Mungu amlinde na mhifadhi. Lakini pia
Kwa hakika kama tulivyokuwa tumeomba katika swala ya Idi kumwombea mama yetu mpendwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu azidi kumbarikia sana, kwa sababu tangia ameingia madarakani tunaona maendeleo makubwa sana. Tunaona mambo yaliokuwa mazuri ambayo ameyashughulikia, na yeye huyu bwana ndo ambaye anafuatilia katika utaratibu ule ambao unafanywa na mama yetu. Kwa hiyo tunamwombea mama, tunamwambia mitano tena. Awali ya yote kwanza tunamtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kheri ya kufikisha siku hii ya leo. Tuna haki na kila sababu ya kusema alhamdulillah. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana. Tunakuombea afya njema katika maisha yako. Kwa hili jambo unalolifanya kila mwaka, sisi tunakuombea sana. Kwa Mwenyezi Mungu akupe afya njema, akupe umri mrefu, na akujalie riziki zilizo za halali, na uweze kutusaidia sisi ya Rabbil Alamin. Wakina mama tunakupenda, wakina mama tunakuamini, tunasema na kuthubutu kwamba Mungu akuzidishie.